ni kwamba Dr. Magufuli alikuwa mtu mwenye uwezo mkubwa wa kuthubutu. Kuna mambo ambayo wengine labda wasingeyaweza. Yeye ndiye aliyetekeleza uamuzi wa 5 wa mwaka 54 wa kupeleka makao makuu yakakamilika kule Dodoma. Jambo gumu kweli, hata wewe ungepewa labda ungefariki kabla hujatekeleza hilo. Lakini Dr. Magufuli alitekeleza kwa thubutu tu. Kwa hiyo kwa kweli kila mtu ana karama ya kwake, ndio hiyo moja ya kuthubutu, na nyingine nyingi ambayo amesema. Wako waliosema alikuwa mzalendo, mimi nakubaliana nao, lakini nataka kutoa ushuhuda wa uzalendo wake. Madhumuni ya chama cha TANU na CCM yameandikwa, yanasema moja ni kuhakikisha kwamba rasilimali za taifa zinatumika kuondoa umaskini, maradhi na ujinga, na rasilimali hizo ni pamoja na madini, gesi na vitu vingine vyote na ardhi. Wawekezaji waliokuwa wanaingia kwenye madini hapa walikuwa wanatupa kitu kinaitwa mrabaha. Kuna wakati walikuwa wanatupa 3%. Hayati Magufuli alipambana nao, akahakikisha bila kutoa hasa senti, serikali inamiliki 16% ya migodi ile mikubwa inayotoa faida kubwa zaidi kutokana na madini. Hiyo ndio kielezo cha uzalendo. Wengine wakipewa wanaanza kula ule mrahaba. Yeye akahakikisha nchi inapata faida kutokana na madini ambayo ni rasilimali yetu. Hicho ni kielezo kikubwa sana cha uzalendo. Mengine yote nimeshasema. Sisi CCM huwa tunaandika ilani na tunamkumbuka Mheshimiwa Magufuli kuwa mtekelezaji aliyefanya kazi kubwa sana katika kutekeleza hizo ilani za chama chetu 2015 mpaka Mungu alipomwita mwaka 2021. Mengine yote yameshasemwa, kuna reli, kuna bandari, kuna nini, kila kitu alifanya katika kukuza maendeleo ya taifa letu. Sasa kuishi, Mzee Mwinyi ametuachia msemo, anasema maisha ni hadithi. Anatuasa tujitahidi kutengeneza hadithi nzuri. Sasa mwenzetu marehemu ambaye tunamwenzi leo amefanya hadithi, ameacha hadithi nzuri sana sana. Maana kazi zake wala huna haja ya kukaa ukafikiri, zinaonekana. Hata ukitaka kuzihujumu zenyewe zitakubishia. Kuna reli, kuna madaraja yapo na yataendelea kuwepo. Kwa hiyo hadithi ya hayati Magufuli ni hadithi njema kwa maendeleo ya Tanzania, na CCM tunamwenzi sana kwa sababu hiyo, na tunajifunza kutoka hapo na kuhakikisha kazi alizozianza zinaendelezwa kikamilifu. Baada ya maelezo hayo, nawashukuru sana Kanisa Katoliki kwa ibada. Nawashukuru viongozi wetu wa dini ambao nimewaona wamekuja, dini zote, ndio kielelezo cha umoja wa taifa letu. Vyama vyetu vinasimamia umoja na tunaamini kwa umoja amani itadumu. Baada ya maelezo hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza, na tuendelee kumwenzi Dr. John Pombe Magufuli, rais wetu wa 5 na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa 5. Asanteni sana. Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, mama yetu Mama Janet Magufuli, mwenyeji wetu na mjane wa Dr. John Pombe Magufuli, pamoja na familia yote, viongozi wote ndio meza kuu, mababa, askofu, mapadre, Mheshimiwa Makamu wa Rais, mengi yamezungumzwa na walionitangulia na tena yamesemwa kwa ufundi na kwa kumjua vizuri na kumfahamu vizuri hayati Dr. John Pombe Magufuli. Nimesimama hapa baada ya kuwa nimepata nafasi hii, niseme moja tu kwamba kila mmoja angepewa nafasi katika wote waliosimama hapa kueleza lolote juu ya Dr. John Pombe Magufuli, ama angepewa karatasi ya kuandika yale anayoyafahamu kutoka kwake, angeandika kurasa nyingi sana juu ya yale anayoyafahamu. Lakini jambo moja la maana la msingi sana, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, pamoja na ukweli kwamba hatuko naye duniani, bado wanaishi kwenye mioyo ya Watanzania, na hii haikutokea kwa bahati mbaya, ni kwa sababu walifanya kazi nzuri, aliheshimu Tanzania, lakini muhimu zaidi aliwapenda Watanzania, kazi ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameiendeleza tena kwa kasi kubwa, hasa kwa miradi mikubwa ambayo yeye alianzisha, amehakikisha kuwa anaitimiza. Tutaendelea kumwombea mpendwa wetu, tunaendelea kukuombea sana Mama Janet Magufuli, kwanza kwa wewe mwenyewe kuiweka pamoja familia na kulifanya tukio hili kuwa linatokea kila wakati. Sisi tunatupa nafasi ya kureflect yale ambayo tulijifunza kutoka kwake. Tunakushukuru sana wewe pamoja na familia, lakini tunakushukuru sana mgeni rasmi kwa kuja huku kwetu Geita kwa ajili ya jambo hili. Na waomba wanachato tuendelee kuyaenzi yote mema ambayo alitufundisha na Watanzania wote kwa ujumla, ili tuweze kuyaishi kwa vitendo. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asante. Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mama Janet Magufuli, specifically nakushukuru sana mama, make ndipo extend mwaliko kuja huku nikasema no, sitakosa, kwa sababu kwa kweli marehemu John Pombe Joseph Magufuli alikuwa kiongozi tulifanya naye kazi karibu sana, na kama yalivyoelezwa na mimi nimejifunza mengi sana kutoka kwake. Kati ya jambo moja ambalo sitalisahau ni alikuwa mfanyakazi asiyechoka, usiku mchana anafanya kazi, na kwa sababu hiyo alikuwa anatuhamasisha sisi wote, tulikuwa hatulali, tunategemea simu saa 9 usiku atakupigia, na kwa kweli tumefanya naye kazi vizuri, na mimi ninashukuru sana kuona na matokeo yalikuwa mazuri, mabadiliko makubwa tumeyaona. Kwa hiyo awamu ya 6 ilipata mahali pazuri kwa kuanzia. Hatutamsahau marehemu Rais John Pombe Joseph Magufuli. Alikuwa rafiki, alikuwa kiongozi na alikuwa mfano wa kuigwa. Raha ya milele umpe Bwana, astarehe kwa amani. Asante na usikivu. Asante sana, tunakushukuru. Kwa niaba ya familia yangu, Mama Tina Madeo ambaye tunaye, kumshukuru sana Mama Janet Magufuli kwa mwaliko huu kushiriki naye katika kumbukumbu muhimu ya miaka 5 ya mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli baada ya kutoka kwenda kwake kwa Mwenyezi Mungu. Sisi wote ni waja wake, nasi safari yetu ipo njiani. Kila mtu amepangiwa muda wake na kwa namna yake. Yamesemwa mengi ambayo
yote yanakubalika, nami nisingependa kuyarudia, ila niseme tu kwamba Mheshimiwa Magufuli alitufundisha mengi, wengi tunayaishi na tunaendelea kumuenzi na tunaendelea kumwombea Mwenyezi Mungu aendelee kumpa pumziko la milele mbinguni. Ninaamini kabisa kwamba alipo analiombea taifa letu la Tanzania katika maendeleo yote ambayo aliyaanzisha na yale aliyoyatarajia kuyaendeleza. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki viongozi wetu waliopo sasa, wayaendeleze hayo na waendelee kutuendeleza sisi wa Tanzania kwa ujumla, ili maendeleo tunayoyatafakari wakati wote na yale tunayoyaota wakati wote basi tuyapate kweli. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asanteni sana kwa sasa. Na familia nzima ya Magufuli, Mwasham Baba Askofu Severin Niwemugizi aliyetuendeshea ibada nzuri sana ya misa, pamoja na viongozi wote wa dini mbalimbali mliopo na wananchi wenzangu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Nami naomba niungane na walionitangulia kusema mambo machache sana. Kwanza ni shukrani kwa Mungu, na kati ya mambo ambayo ninayakumbuka vizuri sana, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kati ya vitu alivyokuwa ananisisitiza sana, na Watanzania kwa ujumla mnakumbuka, ni kumtegemea Mungu. Kwangu mimi nina kumbukumbu ya pekee sana. Wakati fulani mgongo ulikuwa unanisumbua, nilipomweleza zawadi aliyonipatia, sijui Mama Janet kama unafahamu, alinipatia kitabu cha mawaridi, lakini pia alinitafutia masista kutoka Karagwe kuniombea. Lakini unakumbuka vizuri, wakati nimeugua alinishirikisha katika upendo wa familia. Alimuita Mama Janet kuniombea kwenye simu. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba Watanzania wenzangu, hili ni fundisho kubwa, tulishike. Asijifanye mtu ni mjanja. Kumtegemea Mungu ni maarifa makubwa sana. La pili, mimi nilibahatika kuwa mmoja wa wasaidizi wake wa karibu. Aliniteua kuwa mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, akaniteua kuwa waziri wa fedha na mipango. Na kati ya vitu ninavyokumbuka, aliniagiza kwamba kwanza, hii nafasi umepewa na Mungu, ukaifanye sawa sawa. Kwa unarudi kule kule kumtanguliza Mungu. Lakini aliniambia uweke jitihada kubwa kukusanya mapato ya serikali, na Watanzania ni mashuhuda. Chini ya uongozi wake tulifanya jitihada kubwa kupandisha makusanyo ya kodi. Nilipoingia ofisini tulikuwa tunakusanya kwa mwezi bilioni 850. Ndani ya mwezi mmoja tukafikisha trilioni 1 na bilioni 300. Lakini hiyo haikutosha. Kubwa zaidi,
aliniagiza kwamba msimamie matumizi ya serikali. Kwa hiyo yeye hakuwa na mchezo katika hili, na leo nitasema kuna wakati aliona orodha ya viongozi waliokuwa wanakwenda nje ilikuwa kubwa sana. Sitawasema ni akina nani. Kwa kuwa fedha zilikuwa ni nyingi, nikaona siwezi kufanya maamuzi, nikasema nipate mwongozo wa mkubwa wangu. Aliponiita alikata kuanzia zile siku ambazo hao viongozi walikuwa wanaenda, idadi ya watu waliokuwa wanafuatana naye safari, na aliniambia, sasa nimekuonyesha mfano. Wewe umefanya vizuri kukusanya mapato, sasa unataka kuzigawagawa ovyo, usirudie, koma. Na alisisitiza sana kuelekeza pesa zile kwenye maeneo ambayo yanagusa wananchi. Kwa kweli, Watanzania tunayo haki na haja ya kumwombea rais wetu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kama hajafika kwa Mungu aweze kumpokea mbinguni, maana mambo yaliyofanyia taifa hili ni makubwa sana. Na mwisho kabisa, Mama Janet na familia, ukae ukijua kwamba taifa lote tuko pamoja na wewe. Tutaendelea kukuombea wewe na familia, na hakika Mungu wetu ni mwaminifu. Ahadi yake kwa wajane, ahadi ya Yesu Kristo iko pale pale. Yeye ni Mungu wa wajane, yeye ni Mungu wa yatima. Mkae mkijua kwamba iko siku ambayo sisi wote tutakwenda kufurahi na baba yetu JPM kama tulivyozoea kumwita kwa Mungu mbinguni. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi. Inayo heshima nimkaribishe Comrade Stephen Masatu Wasira, makamu mwenyekiti wa CCM Bara